Bwana Yesu asifiwe. Jamani, nimesema Roho Mtakatifu ni ahadi yetu sisi sote. Sasa hapa kwenye kunena hapa leo nilitaka tuangalie kunena kwa lugha. Bwana asifiwe. Naomba Mungu anipe neema eneo hili kunena kwa lugha. Andika kama unaandika leo tunapoangalia. Maana tulishia ile 6, sasa ninataka hii 6 tuidadavue kunena kwa lugha. Kunena kwa lugha. Andika. Wewe unayeniangalia, andika kunena kwa lugha. Swala la kunena kwa lugha ndani ya kanisa, yani ninaona kama linafutika. Yani uamini kunena kwa lugha linafutika na ni kama linapotea. Sasa sijajua sisi tuliomwamini Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi, maandiko yanaturuhusu kunena kwa lugha. Jamani, Bwana asifiwe. Hebu muulize mwenzako, mwambie unanena kwa lugha. Akujibu, akupe jibu. Muulize, unanena kwa lugha? Muulize, unanena kwa lugha? Anasemaje? Au wengine mmesikiliza unajua siku hizi mafundisho ni mengi na kuna wengine ni comedy kabisa. Lakini maandiko yanatueleza unapojazwa Roho Mtakatifu unapaswa kunena kwa nini? Hii sio kwamba ilikuwa ya mitume tu, hata Agano Jipya. Baba, katika jina la Yesu naomba ulibariki neno hili, nami mtumwa wako niliyesimama mbele za kusanyiko hili, kwa wanaume hawa na wanawake hawa, wasichana na wavulana na watu wote Bwana, wageni na wenyeji, naomba kibali ndani ya mioyo yao. Naliombea neno lako lipate kibali ndani ya mioyo yao. Nami niliyesimama, Mungu, sijui kusema, lakini Roho Mtakatifu unajua. Naomba unifundishe, naomba unitumie kwa kadiri uonavyo, kwa kadiri ujuavyo, kwa jina la Yesu mwana wa Mungu aliye hai. Tupe mwanga wa kulielewa neno lako na kulifahamu sasa katika jina la Yesu. Kuna vipindi au kuna mafundisho ambayo ni magumu kuyaelewa, lakini Roho Mtakatifu tusaidie tuyaelewe na kuziona faida zake. Na kushukuru kwa sababu Roho wa Mungu upo katikati yetu, kupitia jina la Baba na Mwana Roho Mtakatifu nimeomba. Amen. Kunena kwa lugha. Wakorinto wa kwanza sura ya 14 mstari wa 2 hadi wa 4. Lakini kabla hatujafika hapo, nilitaka kwenye kunena kwa lugha. Okay. Wakorinto wa kwanza sura ya 14 mstari wa 2 hadi wa 4, tutaangalia kunena kwa lugha. Naomba tupangalie pale Wakorinto wa kwanza sura ya 14 mstari wa 2 alafu na ule wa 4. Kunena kwa lugha kunasema kwenye Biblia? Amina. Nitasoma kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura ya 14 mstari wa 2 na mstari wa 4, anasema, maana yeye anenaye kwa lugha asemi na watu, bali usema na Mungu. Tarudia, anasema, maana yeye anenaye kwa lugha asemi na watu, bali usema na Mungu. Maana hakuna asikiaye, lakini anena mambo ya siri katika roho yake. Mstari wa 4 anasema, yeye anenaye kwa lugha ujijenga nafsi yake, bali autubuye. Naomba umefunga huo mstari. Ujijenga nafsi yake, inatosha. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Sasa Mungu atupe neema ya kuangalia maandiko hayo. Anenaye kwa lugha ufanya nini? Acha ya kwanza sasa. Anza ya kwanza uende ya pili. Mbona mnarukia nyala? Ya kwanza inasemaje? Maana yeye anenaye kwa lugha asemi na watu, bali usema na nani? Na Mungu. Maana hakuna asikiaye, lakini yeye anena mambo ya siri katika roho yake. Mstari wa 4 anasema
yeye anenaye kwa lugha hujijenga nafsi yake. Kwa hiyo kuna anayenena kwa lugha anasema na Mungu, kuna anayenena kwa lugha anajijenga. Sasa nikuulize swali, wewe unajijengaga saa ngapi? Halo, wewe unasemaga na Mungu saa ngapi? Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ninaomba tuendelee. Ni kwamba waamini wote tunapojazwa Roho Mtakatifu tunapaswa kunena kwa lugha mpya kama Roho alivyotujalia. Hiyo ni Matendo ya Mitume sura ya ngapi? Sura ya 2 mstari wa 1 hadi wa 4. Utaiona pale kwamba hata ilipotimia siku ya Pentekoste walikuwako wote mahali pamoja, kukawatokea ghafla toka mbinguni uvumi kama uvumi wa upepo wa nguvu ukienda kasi, ukaijaza nyumba yote waliokuwa wameketi. Wote wakafanya nini? Kukawatokea ndimi zilizogawanyikana kama ndimi za moto uliowakalia kila mmoja wao. Wote wakajazwa Roho Mtakatifu, wakaanza kusema kwa lugha nyingine kama Roho alivyowajalia kutamka. Kwa hiyo tunaona wanakanena kama Roho alivyowajalia kutamka. Umepaona hapo? Tumesoma wote Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa 1 hadi wa 4, wakanena kama Roho alivyowajalia. Tutaendelea mdogo mdogo, lakini katika Marko 16:17 inasema, na ishara hizi zitafuatana na hao waaminio, kwa jina langu watatoa pepo, watasema kwa lugha mpya. Marko 16 mstari wa 17. Kwa hiyo kusema kwa lugha mpya ni kibibulia. Bwana asifiwe. Ni nini? Ni kibibulia. Tutarudi huko kwa Korinto, tutapangalia, tutajifunza. Mungu atupe neema hiyo. Kwa hiyo kunena kwa lugha Kiunani inaitwa glossais lalo. Yaani ni gi ambayo haina hai, ala o s s a i s ambayo haina hai, glossais lalo. Yaani glossais lalo. Nimesema ni gi ala o s s a i s, alafu unatenga kidogo, unaandika lalo. Hivyo hivyo ilivyoandika lalo. Kwa hiyo hili lilichukuliwa na Wakristo wa Agano Jipya. Neno hili lilichukuliwa na Wakristo wa Agano Jipya kama ishara iliyotoka kwa Mungu ya kunena kwa lugha ngeni. Hiyo glossais lalo ni kama ishara iliyotoka kwa Mungu ya kunena kwa lugha ngeni. Yaani lilikuwa ni tokeo ambalo katika Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa 1 linatokea kwa mara ya kwanza. Watu wanaanza kusikia lugha nyingine, lugha mpya ambayo watu wanaongea. Nisikilize tu, twende kidogo. Lugha hii iliambatana na kubatizwa katika Roho Mtakatifu. Ile Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa 4 tumeshasoma. Hawa watu walibatizwa katika Roho Mtakatifu. Mnaimba aweza akapiga makofi. Mnaimba aweza akaonyesha furaha ya kumfurahia Mungu. Wakajaa Roho Mtakatifu, wakanena kwa lugha, wakaanza kumwazimisha Mungu kwa lugha zao. Hiyo ni mara ya pili. Mataifa nao wakajazwa. Kwa hiyo tunaposema kujazwa na kunena kwa lugha, sio kwa ajili ya mitume tu, hata mataifa ambao walikuwa watu baki, watu wasiotambuliwa, watu wasiokumbukwa. Mungu akatukumbuka na sisi kupitia Kornelio, mcha Mungu aliyejitenga. Bwana asifiwe. Tunaona mataifa wanajazwa Roho Mtakatifu. Tunaona mataifa wananena kwa lugha. Kwa hiyo ni endelevu.
Matendo ya Mitume 19:6 tunamwona Petro, Mtume Paulo. 19:6 Matendo ya Mitume. Na Paulo alipokwisha kuweka mikono yake juu yao, Roho Mtakatifu akaja juu yao, wakaanza kunena kwa lugha na kutabiri. Hapo wananena, wanatabiri. Hili ni kundi ambalo Paulo alikutana nalo, anauliza, je, mlibatizwa katika Roho Mtakatifu? Wakasema la, hata kusikia. Akawauliza, mlibatizwa ubatizo gani? Wakasema ubatizo wa Yohana. Mtume Petro, Paulo akawaombea, wakajaa Roho Mtakatifu, wakaanza kunena kwa lugha. Sema kunena kwa lugha. Kwa hiyo kwenye Biblia kuna ushahidi, mara ya kwanza, mara ya pili na mara ya tatu, likawa endelevu kunena kwa lugha. Sema amen tena. Kwa hiyo tunaona kielelezo hiki cha kibiblia cha maisha ya waamini waliojazwa na Roho Mtakatifu akiishi kwa hao mitume na wanafunzi tu, bado kina nguvu na kinaendelea na kwetu leo hii. Hiki kielelezo, hii Pentekoste. Muulize mwenzako tena kama swali hili hapa liko Matendo ya Mitume 19 mstari wa 3. Akawauliza, anaanzia hapa. Mstari wa 2 19:2, akawauliza. Sasa hili swali mwe mnaulizana na nyewe washirika. Matendo ya Mitume 19:2, akawauliza. Sasa naota muuliza mwenzako, je, mlimpokea Roho Mtakatifu mlipoamini? Liwe swali letu ili tuwe tunatembea nalo. Tena nyewe majaliwa, mnapotengeneza t-shirt na hili unaweza ukaliweka hili. Ni swali tu naliweka nyuma. Tena hii t-shirt unakuja umezivua hizi. Yana naye kwa, je, ulimpokea Roho Mtakatifu ulipoamini? Mbona unacheka? Muulize mwenzako, ulimpokea Roho Mtakatifu ulipoamini? Anasemaje? Hebu angalia usoni, ana dalili ya kupokea kweli? Alafu akasemaje? Wao akasemaje? Je, mlipokea Roho Mtakatifu mlipoamini? Wakajibu la, hata kusikia. Muulize, hujasikia kwani? Yaani jibu lao la, hata kusikia. Kumbe tumesema imani chanzo chake huja kwa. Alafu anawaulizaje hapa? Akawauliza, basi mlibatizwa kwa ubatizo gani? Wakasema kwa ubatizo wa Yohana. Paulo akasema Yohana aliwabatiza kwa ubatizo wa toba, akiwaambia watu wamwamini yeye anayekuja nyuma yake, yaani Yesu. Waliposikia haya wakabatizwa kwa jina la Bwana Yesu. Na Paulo alipokwisha kuweka mikono yake juu yao, Roho Mtakatifu akaja juu yao, wakaanza kusema kwa lugha na kutabiri. Tutayaona huku leo, na unabii umepotea ndani ya kanisa. Alafu mkija mnasema sisi hatuamini. Sisi unabii tunauamini, ila tunaupima. Bwana asifiwe. Wakabatizwa, wakajaa Roho Mtakatifu, hapo wakafanya nini? Wakatabiri. Mwambie mwenzako, tunapaswa kutabiri. Tukijaa Roho tunapaswa kutabiri. Na kuna watu wanapenda kutabiriwa. Yaani katika kari ile tulionayo hii, watu wanapendwa kutabiriwa. Utatabiriwa. Sasa ngoja niendelee na somo langu. Huko tutafika. Maana natamani Mungu anisaidie nifundishe mpaka tuone na manabii. Unabii unaopataje? Unatabiri, wakatabiri.
Bwana apewe sifa. Kwa hiyo tumeona nini hapo? Tumeona hawa watu wakajaa roho wakatabiri. Sasa naomba nifafanue eneo hili. Hebu andika jambo la kwanza hapo ninapofafanua maeneo haya. Katika Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa 3 utaona ndimi kama moto, si ndio? Ndimi ni kama udhihirisho wa uwepo wa Roho Mtakatifu kwa waamini. Katika Matendo ya Mitume tunaona walipokuwa wamejaa wananena, tunaona ndimi kama moto. Huu ulikuwa ni udhihirisho wa uwepo wa nini? Uwepo wa Roho Mtakatifu. Ulikuwa ni udhihirisho wa uwepo. Ile ni ishara ya uwepo. Ni la kwanza hilo. Umeliandika? Ndimi ni kama nini? Ndimi ni kama nini? Maanake wakati wanaomba hawa mitume kwenye Matendo ya Mitume sura ya 2, Biblia inasema waliwaona katika ndimi zao kama ndimi zinazowaka moto. Ile ilikuwa ni ishara ya udhihirisho wa uwepo wa Roho Mtakatifu akija juu yao. Na hapo ndipo tunapoona namna ambavyo Roho anatengeneza mtu. Tunaposema Roho kutahiri kinywa, yani manake Roho kama moto, kuna vitu ambavyo anapoingia ndani ya maisha ya muamini anaviteketeza. Kinywa ana uwezo wa kukitahiri, akateketeza yale maneno. Kuna mhubiri mmoja, ni nabii mmoja anaitwa Isaya, na yeye liliwahi kutolewa kaa la moto kwa ajili ya kinywa chake. Hebu liangalie Isaya. Hilo ndio utaona kazi ya Roho Mtakatifu. Isaya sura ya 6. Wasomaji wazuri wa Biblia, Isaya 6. Anasema katika mwaka ule aliyokufa mfalme Uzia, nalimuona Bwana ameketi katika kiti chake cha enzi kilicho juu sana na kuinuliwa sana, na pindo za vazi lake zikaijaza hekalu. Juu yake walisimama maserafi, kila mmoja alikuwa na mabawa 6. Kwa mawili alifunika uso wake, na kwa mawili alifunika miguu yake, na kwa mawili aliruka. Wakaitana kila mmoja na mwenzake wakisema, mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu ni Bwana. Imeandikwa kwa herufi kubwa, ni Bwana wa majeshi, dunia yote imejaa utukufu wake. Na misingi ya vizingiti imetikisika kwa sababu ya sauti yake aliyelia, nayo nyumba ikajaa moshi. Ndipo niliposema, ole wangu, kwa maana nimepotea, kwa sababu mimi ni mtu mwenye midomo michafu, nami nakaa katikati ya watu wenye midomo michafu, na macho yangu yamemwona Mfalme, Bwana wa majeshi. Kisha mmoja wa wale maserafi wale akaruka akakaribia, naye alikuwa na kaa la moto mkononi mwake, ambalo alikuwa amelitwaa kwa makoleo toka juu ya madhabahu. Akanigusa kinywa changu kwa kaa hilo, akaniambia, tazama, hili limekugusa midomo yako, na uovu wako umeondolewa, na dhambi yako imefunikwa. Kisha nikasikia sauti ya Bwana ikisema, ni mtume nani? Naye ni nani atakayekwenda kwa ajili yetu? Ndipo niliposema, mimi hapa, nitume mimi. Bwana Yesu asifiwe. Tunaangalia utakaso hapo. Kwa hiyo kama ni utakaso kwenye kazi za Roho Mtakatifu, si kunena tu. Roho Mtakatifu anashughulika na kutakasa.
Isaya anajiona ni mwenye kinywa kichafu. Hebu muulize mwenzako, mwambie vipi, kuna mwenye kinywa kichafu hapa? Yaani alikuwa ni mtu mwenye midomo michafu, kinywa kichafu. Anapomuona Mungu anashangaa, ole wangu. Najua kati ya vitu ambavyo ni vya ajabu sana, ukisoma historia, watu waliokutana na Mungu walishutuka. Yaani inaonekana Mungu anatisha, walishutuka, waliogopa. Anasema ole wangu, kwa maana mimi ni mtu mwenye midomo michafu, tena nakaa katikati ya watu wenye midomo michafu. Maombi yake malaika wakayasikia, mbingu zikasikia, akatakaswa, kinywa chake kikawa kisafi. Kali lichukuliwa wapi? Kwenye nini? Madhabahuni. Bwana asifiwe. Na ndiyo maana katika Walawi 6 Mungu anamwagiza Musa, anasema usiache moto wa madhabahuni ukafanya nini? Ukazimika. Tunapoacha kuomba kanisani, waombaji, manake moto unazimika. Moto unatakiwa kuwepo, moto wa Roho ndani yako. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo waliuona huo moto ukiwa juu yao, na nafikiri ndio sehemu ya matengenezo ya mwanzo. Lakini namba 2, kunena kwa lugha ni udhihirisho wa nje wa kimungu wa Roho Mtakatifu kwa waamini au kwa anayeamini, kwa muamini au kwa waamini katika Agano Jipya. Kunena kwa lugha ni udhihirisho wa nje wa kimungu wa Roho Mtakatifu kwa waamini, ni udhihirisho wa nje. Bwana Yesu asifiwe. Waamini walipojazwa Roho Mtakatifu, udhihirisho wa nje walinena. Usiniambie mimi sineni, nimejazwa, sikuelewi. Halo? Yaani unaposhindwa kunena na unasema nimejazwa, sikuelewi kwa mjibu wa Biblia. Sikuelewi. Maana imani yetu ni ya kunena kwa lugha. Sikuelewi. Mwambie mwenzako, mchungaji hakuelewi kama umejazwa lakini uneni. Sikuelewi. Mwangalie mwenzako. Yaani uamini sasa, yaani ni kama mimi nimekuwa ninaangalia watu, ni kama anaogopa watu watanielewaje, tutafika. Kwa nini usijazwe ukanena kwa lugha? Ile ni ishara ya nje. Namba 3. Namba 2 tumesema kunena kwa lugha ni udhihirisho wa nje wa kimungu wa Roho Mtakatifu kwa muamini au waamini katika Agano Jipya. Waamini katika Agano Jipya walijazwa, walinena kwa lugha, walifurika nguvu za Roho Mtakatifu, na sisi tunatakiwa kujazwa na kunena na kufurika. Na hapo ndo utaona na unabii, tutaona huko. Leo baada ya kujazwa tukatabiri, tunakimbia kwenda kutabiriwa. Mimi kuna mama moja alikuwa anaabudiaga hapa. Anakuja anasema, mchungaji unaniombea kweli? Naambia inakuombea. Haujaonyeshwa chochote? Naambia sijaona. Sasa mimi niwe muongo tu niseme Bwana amenionyesha, nione ni? Sijaona. Anaweza akakuonyesha, anaweza asikuonyeshe. Sijaona lolote. Aliamua kuondoka, akaenda kwa manabii wanaoona. Akaenda kuwatafuta wanaofanya nini? Wanaoona. Na kwa hiyo hizi huduma zimeanza kwa sababu watu hawahitaji kuomba, wanahitaji watabiriwe. Tutaangalia unabii unahusu nini. Lakini jitahidi uendelee kuja, sio leo. Namba 3. Kwa hiyo huyo mshirika nilimpoteza. Sasa nikawa namuomba Mungu, na mimi nianze kuwa ninanena, ninawatabiria nini? Naona Bwana ananionyesha. Bwana Yesu asifiwe. Anasema ninaona Bwana ananionyesha. Wewe unadaiwa wewe. Wewe unadaiwa wewe. Kuna mama moja anaitwa J, jina lake linaanzisha na M. Mume wake alilala nje jana.
si ndio? Hivi nikitabiri kweli hapa hakuna mnaodaiwa hapa? Nikitabiri hapa hakuna wanaodaiwa hapa? Hapa hakuna wanaodaiwa kodi ya nyumba. Naona dada mmoja anasumbuka, roho yake hata hapa kwenye ibada haipo kwa sababu anadaiwa kodi ya nyumba. Hayupo anadaiwa kodi ya nyumba hapa? Si tayari mimi ni nabii hapa? Namuona dada mmoja amekuwa kwenye mahusiano, lakini mahusiano yako kwa sasa mwanaume ni kama aeleweki yule anayemchumbia. Hayupo hapa? Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo nianze kutabiri? Haleluya. Kwa hiyo yule mama akaniacha bwana, nikapoteza mshirika, lakini wanamtabiria huko mpaka ni yeye yule yule, hajawahi badilika. Mtu mmoja akasema watu ni wale wale. Jamani, Bwana Yesu atusaidie. Ila Roho Mtakatifu ni wa pekee sana, anabadilisha maisha yetu. Namba 3, maneno yanayonenwa. Naomba unisikize vizuri. Maneno yanayonenwa, nataka nikupeleke hiyo uelewe umuhimu wa kunena kwa lugha. Maneno yanayonenwa na mnenaji aliyejazwa na Roho Mtakatifu. Maneno yanayonenwa na mnenaji aliyejazwa na Roho Mtakatifu. Wakati anapokuwa ananena katika Roho, huwa ananena maneno yaliyovuviwa na Roho. Unanielewa? Narudia tena. Maneno yanayonenwa na mnenaji aliyejazwa na Roho Mtakatifu. Wakati anapokuwa ananena katika Roho, huwa ananena maneno yaliyovuviwa na Roho Mtakatifu. Unanielewa? Huyu aliyejazwa, aliyevuviwa, anapokuwa anabubujika, anaomba katika Roho, maneno yale anayokuwa anayanena, huwa ananena maneno yaliyovuviwa. Anakuwa aneni yeye, anayekuwa ananena ndani yake ni Roho aliyeshikamana na Roho yake. Unajua, naomba niwaeleze watu wa Mungu, Roho wa Mungu anapokuja juu yetu, yani wewe unajisikia hali ya kuvuviwa, unajisikia hali ya kuanza kutamka maneno ambayo wewe huyajui. Sasa wengine tunakumbana na changamoto, yani anashindwa aanzeje. Unapovuviwa ndo mwanzo wa kuanza kuomba, kunena kama anavyokuozesha Roho. Yale maneno unakuwa uneni wewe, ni Roho anayekuja akakamata roho yako akaiwezesha ikaanza kutamka, yanakuwa yamevuviwa. Na hapo tukija kwenye kanuni za kutafsiri, hapo ndio unashangaga mwingine unasikia anaanza kutamka, kutabiri, kama tulivyoona Matendo ya Mitume 19 pale. Wakajaa wakaanza kutabiri. Hakuna alienda kwenye shule ya chuo cha unabii kutabiri, lakini Roho Mtakatifu anakupeleka kutabiri. Ila sasa hapo na penyewe panahitaji elimu kwenye kutabiri. Na ukitabiri sio kwamba tutasikiliza tu tunasema amesema Roho wa Bwana. Kuna binti moja hapa aliwahi kutabiri hapa na unabii wake ndio ulimtoa. Kumbe Roho alikuwa anasema na yeye anatuambia tutubu. Anatuambia nini? Tubuni kanisa, tubuni kanisa. Sasa tukakaa kwa muda, kweli tulikubali kutubu kwa tukupinga Roho Mtakatifu, tukatubu. Lakini unajua baadaye tunakaa, jamani, tumemaliza maombi karibia mwezi mzima, ni kitu gani kimo kanisani tutubu? Kuja kusikia mwenzetu yuko kwenye viwanja. Kumbe Roho anasema na yeye. Maana ninaomba nikueleze, usibebe ujumbe kupelekea watu kabla ujumbe huo hujakugusa wewe. Roho aanze kusema na wewe. Bwana asifiwe. Aseme na wewe kwanza, na anapouleta unaotuhushwa tukatai, lakini tutaupima. Unabii unapimwa. Sio kwamba unapotabiri, unajua
manabii wa siku hizi wanatabiri, lakini hawataki wao kutabiriwa. Bwana asifiwe. Unapimwa kwanza, tuyapime maisha yako, uko sawa wewe? Hapa nimesema hivi kwamba maneno yanayonenwa na mnenaji aliyejazwa na Roho Mtakatifu, wakati anapokuwa ananena katika Roho, huwa ananena maneno yaliyovuviwa na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo tuachane na zile komedia, zile sio komedia, inaelezea uhalisia wa muamini aliyejazwa Roho. So kuna unenaji leo, unaweza ukasikia mtu ananena na shandalezi kama mtu fulani. Usiige. Nena kama Roho anavyokujalia. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ninamaanisha mtu aliyejazwa kiukweli. Mtu huyu anaponena huwa ananena maneno yaliyovuviwa na Roho Mtakatifu. Na hii ndio tunayoita waamini wanasema kwa lugha mpya. Kwa Kiunani inaitwa glossa. Ni G-R-O-S-S-A, glossa. Yaani wamenena, hawa watu wananena au wanaomba kwa lugha mpya. Ni ya kwako hiyo lugha. Bwana asifiwe. Namba 4. Lugha hii anayoisema muamini anapokuwa amevuviwa, ananena kwa lugha ambayo hunena ambapo hajawahi kujifunza mahali popote, bali hunena kama Roho anavyomjalia kutamka. Bwana Yesu asifiwe. Nirudie tena, lugha hii anayoisema muamini anapokuwa amevuviwa au amejazwa na Roho, ananena lugha hii ambayo anainena ananena lugha ambayo hajawahi kujifunza mahali popote, hajawahi kusoma mahali popote, hajawahi kufundishwa mahali popote, bali ananena lugha anayopewa na Roho ndani. Anasema lugha aliyopewa na Roho. Bwana Yesu asifiwe. Wangapi mpaka hapo wana mashaka ya kunena kwa lugha? Najua kuna watu ambao ana mashaka, ajiamini. Kama hujajazwa usiige, lakini uliyejazwa. Na kule kwa Paulo tumeona anatufundisha kuna anayenena kwa kujijenga. Unanielewa? Yaani ananena kwa kujijenga. Anajijenga. Sasa wenda nikueleze kitu kimoja. Roho Mtakatifu anapokuja huwa yeye analeta lugha. Bwana Yesu asifiwe. Analeta lugha utakayoombea. Na lugha sio lugha moja tu. Unaweza ukaongea lugha nyingi. Hebu kwanza tuangalie ili andiko, kuna andiko hapo. Tulikuwa ni namba 4, Matendo ya Mitume. Tulisoma hiyo, ni hiyo 4 anaeleza wakanena kwa lugha mpya. Twende namba 5. Nitakuonyesha anachotaka. Lugha hii anayoisema muamini akiwa amejaa Roho Mtakatifu na kunena kwa lugha, inawezekana ikawa lugha inayosemwa na wanadamu, au akasema katika lugha isiyojulikana duniani. Naambia, unasema nini mchungaji? Mbona hamwangalii na Biblia? Mbona mniangalie usoni? Huyu mtu anaweza akawa anasema lugha ambayo inasemwa na wanadamu, akajaa Roho. Yaani Roho Mtakatifu kwa lugha nyingine anaweza akakujaza lugha nyingine. Ushahidi huko hapa. Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa 6 hadi wa 8. Tusome Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa 6 hadi wa 8. Alafu nije nikupe ushuhuda.
Unajua wakati mwingine ninapokuwa ninasoma vitu hivi yani mpaka nalia, nasema Mungu tusaidie. Kwa nini sisi hatuoni vitu hivi? Na kwa nini waamini hawaviamini vitu hivi? Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa ngapi? Ule wa 6 anasema hivi. Naomba nianze wa 5. Na walikuwako Yerusalemu Wayahudi wakikaa, watu wataua, watu wa kila taifa chini ya mbingu. Basi sauti hii iliposikiwa, makutano walikutanika, wakashikwa na fadhaa, kwa kuwa kila mmoja aliwasikia wakisema kwa lugha yake mwenyewe. Wakashangaa wote, wakastaajabu, wakiambiana, tazama, hawa wote wasemao si wa Galilaya? Imekuwaje basi sisi kusikia kila mtu lugha yetu tuliozaliwa nayo? Anaeleza makabila wako hapo, wako Waliparthi na Wamedi na Waelami, nao wakao Mesopotamia, Uyahudi na Kapadokia, Panto, Asia, Frigia na Pamfilia, Misri na pande za Arabia karibu na Krene, na wageni wakao Rumi, Wayahudi na waongofu, Wakrete, Waarabu, tunawasikia hawa wakisema kwa lugha zetu matendo makuu ya Mungu. Unasikia hapo? Yaani manake hiki kilichotokea Yerusalemu, haya makabila tunayasoma yalikuwa pale, lakini mtu hajawahi kusoma Kiarabu anakiongea, mtu hajawahi kusoma Kichina anakiongea, mtu hajawahi kusoma Kizungu anakiongea, mtu hajawahi kusoma Kinyarwanda anakiongea, mtu hajawahi kusoma Kijapani anakiongea. Yawezekana na Wahaya wangekuwepo wangesikia Kihaya. Unanielewa? Matendo makuu ya Mungu. Kwa hiyo huu tunaposema kwamba lugha hii anayosema muamini kuwa anapokuwa amevuviwa kwa lugha, ni lugha ambayo unanena ambapo hujawahi kujifunza mahali popote, hujawahi kuisomea, ila unanena lugha ambayo Roho amekujalia kutamka. Unaniambia mchungaji, unasemaje? Nilikutana na Mganda mmoja, simsemi jina, unajua huwa anarekodi. Tena nilijaliwa kufika kwao kanisani. Yeye anasema alikaribishwa, alikuwa hajui Kiingereza kabisa, akakaribishwa kwenda Marekani kuhubiri. Yaani huwezi amini aisee. Tumtegemee Roho Mtakatifu, watu wa Mungu. Anasema hivi, alipofika walikuwa wanaimba, wanasifu kwa Kiingereza. Si unajua ibada zinaendeshwa kwa Kiingereza. Yeye alipokuwa anakaribishwa tu kusimama, akisha sema praise God, Bwana Yesu asifiwe, yaani anasema Kiingereza kinashuka. Anahubiri kwa Kiingereza, anamaliza anaombea kwa Kiingereza, akimaliza kisha kamata maiki, Kiingereza akijui tena. Amini usiamini, yanaitwa matendo ya nani? Yaani hajawahi soma. Huwezi amini, alifanya mkutano wa siku zote alizokuwepo, alipomaliza akarudi kwa Uganda, Kiingereza ajui, amekuja kusoma. Bwana asifiwe. Sasa ninapokuwa ninaeleza lugha hizi, wakati mwingine lugha hizi Mungu anazitaka kwa ajili ya watu wasioamini. Unanielewa? Zilitumika kwa wasioamini ili wakapate kuamini. Lakini je, kama hujajazwa, kama uhitaji kujazwa, Roho atakutoa wapi? Atakutumiaje? Watu walinena kwa lugha. Niliwahi kusikia ushuhuda, mchungaji mmoja anahubiri kanisani, Roho wa Mungu akashuka ndani ya kanisa.
bibi mmoja akaanza kunena, anaomba kwa lugha, ananena kwa lugha, ananena kwa lugha. Lile kanisa alikuwepo Mchina amekuja kuabudu pale, akapita mbele akasema, mchungaji, nasikia Roho Mungu anasema kwa ajili ya taifa letu la China. Akapita mbele aombewe. Yule bibi ile lugha haijui na mchungaji alikuwa ajui, lakini aliyeko mahali pale anashangaa mtu wa Kisukuma anaongea Kichina kwenye maombi. Mungu anaweza akatujaza Kichina hapa. Unasema wewe kubali ujazwe, alafu Mungu akutumie. Bwana Yesu asifiwe. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ndiyo maana Paulo anaeleza katika lugha hizi katika Wakorinto wa kwanza ile sura ya 14 mstari wa 14. Tunahitaji sana, na ndiyo maana hapa tutakuja kujifunza zile kalama. So, Roho anaposhuka manake yeye ndiye anayetoa kalama. Tunaanza kutambua kalama, na nitafundisha hizo kalama tuzijue. Kila mmoja unapojazwa Roho uanze kutambua kalama yako. Paulo anasema katika Wakorinto wa kwanza 14:14, anasema maana nikiomba kwa lugha roho yangu huomba, lakini akili zangu hazina nini? Mbona hamsomi Biblia? Naona wengine wanaitekenya Biblia. Maana nikiomba kwa lugha roho yangu huomba, lakini akili zangu hazina matunda. Imekuwaje basi? Nitaomba kwa roho, tena nitaomba kwa akili pia. Nitaimba kwa roho, tena nitaimba kwa akili pia. Kuna uwezo wa kuimba kwa roho, kuna uwezo wa kuomba kwa roho. Mstari wa 13, kwa sababu hiyo yeye anenaye kwa lugha na aombe apewe tafsiri. Kwa vitu hivi ndani ya kanisa la Korinto vilileta mchanganyo, na inaonekana kanisa la Korinto waliweka kipaumbele kunena kwa lugha, lakini hawakuzingatia masharti ya kutafsiri. Kwa hiyo wewe ambaye unajaa unanena, Mtume Paulo anatuambia unaponena, na hapa naomba nieleze kunena mfano. Yaani hivi anachofundisha Paulo, yaani tuko hapa, tuko ibadani, Roho ameshuka, wote tunanena kwa lugha, wote tunanena kwa lugha, mwanzo wa ibada mpaka mwisho wa ibada. Sasa kama kuna mgeni ambaye amekuja kanisani leo, anajua ibada walikuwa wanafanya nini, manake ni kwamba kati yetu basi atoke mtu atafsirie kile ambacho tulikuwa tunafanya nini, kilichokuwa kinasemwa. Bwana asifiwe. Tunaelewana? Lakini kwa hiyo unapojaa unanena, omba Mungu akupe kuelewa lugha unayoinena. Tunaelewana watu wa Mungu? Bado mnanielewa? Bado unanielewa? Bado unaogopa kunena kwa lugha? Na wauliza, unaogopa kunena kwa lugha? Mmenielewa? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tunapaswa kufanya nini? Tunapaswa kufanya nini? Tunapaswa kufanya nini? Kunena kwa lugha. Sijui leo niishie hapa. Kwa hiyo Paulo anatoa kanuni au anatoa fundisho au anatoa angalizo kuwa tunaponena kwa lugha. Sasa kanisa la Korinto nimeeleza nikasema lile kanisa watu waliweka kipaumbele, watu walijazwa Roho Mtakatifu na wote wakaanza kunena, watu wanaanza kuimba. Mimi siku moja kuna ibada moja niliwahi kuhudhuria, nikashangaa mdada moja, yani yule dada alikuwa anaomba alafu anaimba. Sasa kilichokuja kunikubali, yani ninachosema kupambanua, anaimba alafu nyimbo zake hatuzijui, lakini mnajaa. Anaimba kwa roho. Yana anaanza kuimba kwa roho mpaka unaanza kuhisi ni kama kuna kitu ambacho kinaongea ndani yake. Anaimba katika roho, sio kwa Kiswahili. Yani ananena, yani watu wanajazwa.
Ninatamani hiyo hali hiyo. Ninatamani hicho kipawa hicho. Kuna kipawa. Na ndani ya kujazwa ndipo kuna vipawa. Na ndani ya kujazwa ndipo kuna karama. Lakini lazima ukubali kujazwa. Ukubali kufanya nini? Kujazwa. Usiwe mtu wa kuomba tu, unaomba maombi makavu. Unaomba maombi makavu, na maombi makavu yanachosha. Na wenzetu wengine mnashindwa kuomba kwa sababu uko peke yako. Unayatunga yako ya Kiswahili yakiisha na usingizi umekuja, unalala. Nena kwa lugha. Hebu tusimame leo. Naona